Karibu kwenye safari ya kidijitali ya familia ya CoopBank. Lakini kila dira kubwa huanza na uongozi thabiti. Nyuma ya safari hii ya mageuzi ya kidijitali, yupo kiongozi aliyeamini kuwa benki inaweza kuwa zaidi ya huduma, inaweza kuwa suluhisho. Huyu ndiye mkurugenzi mkuu wa CoopBank, akieleza kwa nini mabadiliko haya yalikuwa muhimu na namna CoopPesa ilivyobadilisha maono kwa uhalisia. Benki ya Ushirika Tanzania CoopBank kwa maono makubwa ya bodi imerahisisha kabisa upatikanaji wa huduma za kifedha nchini, na kwa hivyo kwa sasa Watanzania wana jina jipya wakitaka pesa katika benki. Watanzania pia wakitaka unafuu, wanajua unafuu jina lake ni lipi. Tanzania leo wakitaka urahisi, wanajua urahisi ni CoopPesa. Wakitaka unafuu, wanajua unafuu ni CoopPesa. Tanzania wakitaka ukaribu, wanajua ukaribu ni CoopPesa. Ni dhamira ya pamoja, ni safari ya mabadiliko. Na kama hatua ya kwanza ya kuelekea dira hiyo, benki imerahisishwa. Leo hii pesa imekuwa na jina jipya mjini, unafuu umepewa jina jipya mjini, na urahisi umepewa jina jipya mjini. Na jina hilo jipya ni CoopPesa. Moja ya changamoto kubwa ambazo tulikuwa nazo na kwa muda mrefu ni namna gani wateja wetu ambao wanaweza kupata huduma za kibenki. Na changamoto kubwa ilikuwa ni namna gani ambavyo wanaweza wakatoa pesa zao, namna gani ambavyo wateja wanaweza wakahamisha pesa zao, lakini wakaangalia salio, lakini pia wakafanya kila aina ya miamala yao kwa urahisi na unafuu zaidi. Hiyo ndio ilikuwa ni changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo. So sisi kwa upande wa biashara, na nikiwa kama project manager, tulijaribu kufikiri na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza kutafuta solution ya haraka. Tunashukuru imekuwa ni muda mrefu, lakini sasa tunapenda kuhakikishia wateja kwamba tumekuja na solution nzuri zaidi ya huduma yetu ya CoopPesa. Ndani ya CoopBank, jukumu hilo lilibebwa na idara ya biashara na ushirika. Ni hapa ndipo wazo la CoopPesa lilipoanzishwa. Wazo la kuleta huduma ya kifedha iliyo karibu zaidi na maisha ya kila siku ya Watanzania. Lakini maono pekee hayatoshi. Ili kuyageuza kuwa uhalisia, yalihitajika maarifa, ubunifu na teknolojia. Hapa ndipo safari ya utekelezaji ilipoanza. Safari iliongozwa na wataalamu wa tehama wa CoopBank. Kila mradi mkubwa unaanza kwa wazo, kama wazo rahisi, na kwa CoopPesa wazo lilikuwa ni moja tu kutoka kwa watu wetu wa biashara. Je, tunaweza kuondoa ugumu sehemu gani kati ya mteja na benki? Hatukukimbilia kujenga mfumo, kwanza tulisimama. Tukachambua safari ya mteja kuanzia account, miamala hadi ni namna gani tunamrahisishia mteja. Tukajiuliza ni wapi panachukua muda, ni wapi panachanganya, wapi panahitaji imani. Ndipo hapo tukaamua kutengeneza CoopPesa. Tulipotoka mwanzoni kidogo tulikuwa hatuna hiyo product ya kumwezesha mteja kuweza kufanya miamala yake katika akaunti zake. Kama afisa biashara na mahusiano katika branch, imeweza pia kutusaidia kupata biashara zaidi. Previous tulikuwa hatuna uwezo wa kufanya miamala yetu kwa kupitia njia ya simu, kwa kupitia namna yoyote ya ving'amuzi kwenye kompyuta, laptops. Mteja ilikuwa inampa ugumu kufanya biashara na sisi, lakini kwa sasa hivi imerahisisha mambo. Hivyo basi ni matumaini yangu leo na kwa siku zinazofuata Watanzania watajiunga na CoopPesa, sio tu kama watumiaji wa huduma hii, lakini kama wanachama wa Benki ya Ushirika Tanzania. Kutengeneza CoopPesa hakukuwa kazi ya mtu mmoja wala idara moja. Ilikuwa ni juhudi ya pamoja, timu za IT, ubunifu wa kidijitali, usalama wa mfumo, pamoja na wadau wengine waliounganishwa na lengo moja. Lengo la kuunda mfumo wa kifedha ulio salama, rahisi na unaoeleweka kwa kila Mtanzania. Biashara kabla ya CoopPesa ilikuwa ni ngumu kidogo, lakini sasa hivi tunapata urahisi kwamba mteja anaweza ka-download CoopPesa, ataweza kujifungulia account akiwa huko aliko, lakini pia ataweza ku-access account yake na kufanya miamala mbalimbali. Tumekuwa na changamoto
ya SACCOS kuweza kulipa marejesho yao, wale wateja wa SACCOS members kuweza kulipa marejesho yao kule katika SACCOS wanakochukua mikopo. Sasa ujio wa COP-Pesa ni namna rahisi ambayo itawasaidia kupitia simu zao, wataweza kulipa marejesho yao katika SACCOS zao. Lakini pili, hii itawasaidia kuweza kujiwekea akiba katika akaunti zao zile walizonazo katika SACCOS, lakini pia walizonazo katika benki ya ushirika. Kwa ushirikiano, uvumilivu na imani ya pamoja, wazo likawa mpango, mpango ukawa mfumo, na mfumo ukawa COP-Pesa, suluhisho la kifedha linaloishi ndani ya simu lakini linagusa maisha halisi. Sisi kwa upande wa branch tuna uwezo sasa wa kuongeza wigo wa wateja wengi, kwa sababu mteja sasa hivi anaweza akafanya registration mwenyewe, na pia mteja kama mteja ana uwezo akafanya transfer mwenyewe kupitia COPBank. Lakini pia customer base tunaongeza, kwa maana kwamba tuna vijana ambao wako ground sasa hivi wanapita mitaani kwa ile kuwaunganisha watu kwenye huduma COP-Pesa, lakini pia kumpa elimu mteja mmoja mmoja au mtu mmoja mmoja kwamba unaweza ukafanya huduma ya COPBank kupitia app ya COP-Pesa, kwamba unaweza ukafanya transaction, lakini pia unaweza kujifungulisha akaunti mwenyewe na ukawa memba wa benki ya ushirika. Tunawakaribisha sana kwenye hii huduma ya COP-Pesa ambayo inaenda kurahisisha jinsi mteja ambao anaweza aka-access huduma za benki. Kwa mteja popote atakapokuwa anaweza kuaccess huduma za benki, ana haja ya kuja kwenye branch. Na uzuri kwenye hii COP-Pesa mtu anaweza akafungua account kwenye simu, yaani hapo popote alipo akafungua account akafanya miamala yoyote. Kwa hiyo kwa kweli sisi kwetu imeleta mapinduzi makubwa na itasaidia sana benki na wateja wetu. Maono haya tumeyafanya katika kipindi kifupi kwa kushirikiana na watendaji mahiri katika idara zetu mbalimbali za utoaji huduma kwa Watanzania na wanaushirika, tukiongozwa na idara yetu ya ICT, lakini pia na wasimamizi wa biashara na huduma kwa vyama vya ushirika nchini, na wafanyakazi wote wakiwemo wabeba maono, askari wa miamvuli na watendaji wote wa benki. Na najivunia kuwa na timu ambayo iko tayari kubeba maono ya bodi na uongozi kwa jumla, ili kuhakikisha kwamba maono ya kuwa na benki ya kidigitali inayobeba matarajio na matamanio ya Watanzania, hasa kwenye kilimo, biashara, ushirika na wakulima vijijini, yanatimia kwa kasi, yanatimia kwa uharaka, na huduma hizi zinapatikana kwa wepesi na kwa urahisi. Hii sio tu teknolojia, hii ni ahadi ya COPBank kwa wateja wake, ahadi ya benki iliyo karibu zaidi, rahisi zaidi, na ya kizazi cha sasa na kijacho. Mimi ni memba. Je, wewe ni memba? 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 Mimi ni memba. Je, wewe ni memba?